Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 17 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutazungumzia hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako mapigano kati ya wazalendo na waasi wa M23 katika maeneo ya Masisi, Walikale na Mwenga pamoja na hali ya taruki na wakabili wananchi waendelea kuhama makazi yao kutokana na vita. Vile vile tutakuletea taarifa pia kuhusu hali ya usalama katika Ituri, ambako mashambulizi ya ADF yanaendelea kuleta hofu miongoni mwa wananchi wa Mombasa, pamoja na taarifa kuhusu moto mkuu ulioteketeza nyumba kadhaa za biashara katika kituo cha Komanda. Na katika habari za kisiasa tutarejea mjadala unaendelea nchini kuhusu uwezekano wa kurekebishwa au kubadilishwa kwa katiba mwaka 2026, kwa viongozi wa chama tawala cha UDPS wakaendelea kuleta msimamo wao dhidi ya ushutuma kutoka kwa upinzani. Hizi na habari nyingine zaidi ni katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Mimi ni Iteloje Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya ya jioni leo, kwa tarehe 17 Mei mwaka 2026. Nene Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Hali ya utulivu wa tahadhari imetawala leo Jumatano tarehe 17 Mei katika mji wa Nyabiondo ulipo ndani ya wilaya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali yaliyokutanisha kundi la wazalendo dhidi ya waasi 13 katika eneo linalotajwa kuwa la kimkakati katika sehemu hiyo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na habari tulizoripotiwa, mapigano haya yalianza mapema sana asubuhi wakati wapiganaji wa wazalendo walipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na waasi 13 ndani ya mji huo wa Nyabiondo. Milio ya risasi na silaha nzito nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa katika maeneo mbalimbali ya mji huo, iliyosababisha taharuki kubwa kwa wakazi walikuwa wakijaribu kutafuta namna kujinusuru dhidi ya mapigano hayo. Mashahidi walikuwepo katika eneo wanaeleza kuwa hali ilikuwa ya hofu kubwa tangu majira asubuhi, huko wananchi wengi wakilazimika wakiamka kwa sauti za mlipuko za risasi zilizokuwa zikisikika karibu na makazi yao. Baadhi ya wakazi walijifungia ndani ya nyumba zao kwa hofu ya kupigwa na risasi zao, huko wengine wakiamua kukimbia kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kutokana na ukatili wa mapigano, sehemu kubwa ya wakazi wa Nyabiondo walazimika kubaki majumbani mwao bila kutoka nje, huko wengine wakikimbilia katika hospitali kuu ya Nyabiondo wakiamini kuwa ni eneo linaloweza kutoa usalama kwa muda dhidi ya mapigano haya yaliokuwa yakiendelea. Vyanzo vya afya vya ndani vinaeleza kuwa kuna wanawake, watoto na wazee walikuwa miongoni mwa watu wengi waliotafuta hifadhi katika hospitali hiyo, huku wakihofia kuendelea kwa mashambulizi. Nyabiondo ni moja ya maeneo muhimu katika wilaya ya Masisi kutokana na nafasi yake ya kimkakati na kuunganisha maeneo kadhaa Kivu Kaskazini. Kwa muda mrefu sasa eneo limekuwa likikumbwa na migogoro mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, jambo ambalo linaendelea kuzorotesha hali ya usalama pamoja na maisha ya wananchi wa kawaida. Vyanzo vya ndani vimeeleza kuwa mapigano yalidumu kwa saa kadhaa kabla hali kuanza kutulia kidogo kuelekea mchana. Hata hivyo mpaka tunafikia katika nyakati za usiku bado hakujulikani rasmi ni watu wangapi waliuawa kujeruhiwa katika mapigano hayo, wala kiwango cha uharibifu wa mali uliosababishwa na mashambulizi hayo. Baada ya mapigano, wapiganaji wa wazalendo waliripotiwa kujiondoa ndani ya mji wa Nyabiondo, hali inayotoa nafasi ya kurejea kwa udhibiti kwa utulivu wa tahadhari katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Licha ya hiyo, wakazi wengi waliendelea kubaki na hofu kubwa, wakihofia kurejea tena kwa mapigano katika saa zijazo. Katika baadhi ya mitaa ya Nyabiondo, hali ya taharuki na sitofahamu inaendelea kutawala, huku wananchi wakisalia ndani ya nyumba zao wakisubiri kujua mwelekeo wa hali ya usalama. Wengi wao wameeleza kuwa maisha yamekuwa magumu kutokana na mapigano mara kwa mara ambayo endelea kuathiri shughuli za kila siku pamoja na harakati za kiuchumi katika eneo hilo. Shughuli za usafiri katika barabara zinazounganisha Kashebere na Masisi Centre pamoja na barabara kati ya Nyabiondo na Mutongo iliripotiwa kusimama kabisa tangu kuanza kwa mapigano hayo. Magari ya usafiri wa abiria na biashara kuweza kufanya safari kutokana na hali ya kutokuwa salama barabarani, jambo linaongeza changamoto kwa wananchi wanaotegemea njia hizo kwa shughuli zao za kila siku. Wafanyabiashara pamoja na wasafiri walikuwa wakitarajia kupita katika maeneo lazimika kusitisha safari zao kwa kufia usalama wao. Hali hiyo pia imeendelea kuathiri upatikanaji wa bidhaa muhimu katika baadhi ya maeneo ya Masisi kutokana na kusimamishwa kwa usafiri wa bidhaa. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa jamii wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano hayo kuheshimu usalama wa raia na kuepusha mashambulizi katika maeneo yenye wakazi
wakazi wengi. Kwa sasa hali ya ndani ya Nyabiondo inaendelea kubaki na taharuki licha ya kurejea kwa utulivu wa muda, huku wananchi wengi wakiendelea kuishi kwa hofu ya kurejea tena kwa mashambulizi. Serikali pamoja na vyombo vya usalama vinatarajiwa kutoa tathmini rasmi kuhusu hali ya mapigano hayo pamoja na sadi zake kwa wananchi wa eneo hilo. Mapigano makali yameripotiwa leo Jumatatu tarehe 27 Mei katika eneo la Ngenga kati ya Kalambi na Kasika katika wilaya ya Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini, ambako wapiganaji wa wazalendo wamepambana dhidi ya jeshi la Rwanda, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani vya eneo hilo. Kwa mujibu wa mashahidi walioko karibu na maeneo ya mapigano, milio mizito ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika tangu majira asubuhi, huku hali ya taharuki ikitanda katika vijiji vinayozunguka eneo hilo. Wakazi wengi wameripotiwa kuanza kukimbia makazi yao kufia kusogea kwa mapigano karibu zaidi na maeneo ya raia. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa wapiganaji wa wazalendo wameanzisha operesheni ya kijeshi na ulenga kurejesha udhibiti wa Kasika Centre, eneo ambalo linaendelea kuwa muhimu kwa mkakati katika wilaya ya Mwenga kutokana na nafasi yake ya kuunganisha maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Mashambulizi yameripotiwa kuanza katika maeneo ya Ngenga kuelekea njia Kasika, huku mapigano yakionekana kuwa makali katika baadhi ya sehemu za milima na mistuni na uzunguka eneo hilo. Mashahidi wengine wanaeleza kuwa hali ya hofu inaendelea kuongezeka miongoni mwa wananchi baada ya kusikika kwa milipuko ya mabomu pamoja na risasi za mfululizo kwa saa kadhaa. Baadhi ya familia zimelazimika kuondoka kwa haraka katika makazi yao bila kuchukua mali zao nyingi, huku wanawake, watoto pamoja na wazee wakiendelea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Katika baadhi ya vijiji vya karibu vya eneo hilo, mapigano, shughuli za kawaida zimeripotiwa kusimama kabisa. Shule, masoko pamoja na shughuli za kibiashara zimeathirika kutokana na hali ya usalama kutokuwa ya uhakika. Wananchi wengi wameamua kubaki ndani ya nyumba zao, wengine wakisaka hifadhi katika makanisa ya shule au misitu iliyo mbali na mapigano. Kasika ni moja ya maeneo yenye historia nzito ya migogoro katika mashariki mwa Kongo. Kwa miaka mingi eneo limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha pamoja na operesheni mbalimbali za kijeshi, hali ambayo inaendelea kuathiri maisha ya wananchi wa kawaida na kuongeza mateso ya kibinadamu. Vyanzo vya kijamii katika eneo la Mwenga vinaeleza kwa kurejea kwa mapigano kunazidi kuongeza hofu kwa wananchi ambao tayari wamekuwa kikabiliwa na hali ngumu ya usalama pamoja na changamoto za kibinadamu. Baadhi ya wakazi wameeleza wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani ikiwa mapigano yataendelea kwa muda mrefu. Mpaka kufika mchana wa leo bado hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo. Pia hali halisi ya udhibiti wa maeneo yanayopiganiwa bado hajathibitishwa rasmi kutokana na ugumu wa kupata taarifa sahihi kutoka mstari mbele wa mapigano. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa baadhi ya wakazi zinaonyesha kwamba wapiganaji wa wazalendo waendelea kusonga mbele wakijaribu kuingia katika maeneo ya karibu na Kasika Centre, na wakati huo milio ya risasi ikiendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo kufika majira mchana, jambo linaonyesha kuwa mapigano bado hayajamalizika kabisa. Barabara zinazounganisha baadhi ya maeneo ya Mwenga pia zimeripotiwa kuwa katika hali isiyo salama kutokana na mapigano hayo. Wasafiri pamoja na wafanyabiashara wengi wamelazimika kusitisha safari zao wakihofia usalama wao, huku baadhi ya magari yakishindwa kuendelea na safari zao kutokana na hali ya taharuki katika maeneo ya karibu na mapigano. Na tukiendelea kubaki huko katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama endelea kuzorota katika wilaya Walikale baada ya vijiji vya Yula, Katobo na Mwokwa leo ndani ya groupment ya Kisimba kudhibitiwa tena na waasi 23 siku ya jana Jumanne tarehe 26 kwa mapigano makali dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa washirika wa wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, waasi hao walifanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji hivyo baada ya kupokea vikosi vya ziada vinavyotoka katika maeneo ya Ruchuru pamoja na Kalembe ndani ya wilaya ya Masisi. Kuongezeka kwa nguvu hizo za kijeshi kulitajwa kuwa sababu kubwa iliyoruhusu waasi kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na vikosi vya serikali na washirika wao. Mashahidi walikuwa karibu na maeneo ya mapigano wanaeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanyika kwa wakati mmoja katika vijiji tofauti, hali inayofanya wanajeshi wa jeshi wa FARDC pamoja na wazalendo kushindwa kuelekeza nguvu zao katika maeneo moja pekee. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa waasi wa M23 walitumia ndege isiyo na rubani maarufu kama drone kushambulia na kulenga nafasi za vikosi vya serikali kabla ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini. Mlipuko mikubwa pamoja na milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa katika maeneo ya Yula, Katobo na Mwokwa, huku hali ya taharuki kitanda kwa wananchi waliokuwa wakiishi katika vijiji hivyo. Baadhi ya wakazi walieleza kwamba mapigano yalikuwa miongoni mwa yale makali zaidi kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni katika eneo la Kisimba.
Licha upinzani mkali kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Zalendo, vikosi hivyo lazimika kuondoka katika vijiji hivyo baada ya kushindwa kuhimili mashambulizi ya wasi waliokuwa kwa nguvu kubwa zaidi. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa vikosi vya serikali pamoja na washirika wao bado vinaendelea kushikilia nafasi zao katika maeneo ya kambi ya Buhimba ndani ya kijiji cha Banamulema ambako hali ya tahadhari kubwa na kijeshi inaendelea. Mapigano yamesababisha wimbi kubwa la wananchi kuyahama makazi yao huku hofu ya usalama. Mamia ya familia zimepotea kukimbia maeneo ya Kalinga pamoja na Mpombi wakisaka usalama dhidi ya mapigano yanayoendelea. Wanawake, watoto na wazee ndio wanaonekana kuathirika zaidi, huku wengi wao wakitembea kwa miguu kwa umbali mrefu bila msaada wa kutosha wa kibinadamu. Mashahidi wanaeleza kuwa baadhi ya wananchi waliondoka ghafla bila hata kupata muda wa kuchukua mali zao muhimu kutokana na ukali wa mashambulizi hayo. Wengine walijikuta wakilala nje au katika mazingira magumu baada ya kufika katika maeneo ya hifadhi ambayo tayari yana uhaba wa chakula, maji pamoja na huduma za afya. Katika baadhi ya maeneo walikali, shughuli za kawaida zimeathirika vibaya kutokana na kuendelea kwa mapigano hayo. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa, huku wengi wakihofia kwa mapigano yanaweza kuendelea kuenea katika vijiji vya karibu. Baadhi ya viongozi wa kijamii katika Walikale wameonya kuhusu hatari ya kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa kurejesha usalama katika eneo hilo. Kwa sasa hali ya usalama katika gavumenti ya Kisimba pamoja na maeneo mengine ya Walikale inaendelea kubaki ya kutatanisha, huku wananchi wengi wakiendelea kufuatilia kwa hofu ya maendeleo ya mapigano hayo. Serikali ya Kongo pamoja na vyombo vya usalama vinatarajiwa kutoa tathmini rasmi kuhusu hali ya kijeshi katika eneo hilo pamoja na hatua za kupangwa kuchukuliwa kwa ajili ya kurejesha utulivu na usalama kwa wananchi wa Walikale. Katika jimbo la Ituri, kituo cha biashara cha Komanda kilichopo takriban kilomita 75 magharibi mwa mji wa Bunia kimekumbwa na ajali kubwa ya moto iliyosababisha uharibifu mkubwa wa nyumba, kazi za biashara pamoja na mali za wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo pamoja na ushuhuda wa wakazi walikuwepo wakati wa tukio, moto ulizuka ghafla na kusambaa kwa kasi kubwa katika sehemu za soko na nyumba za biashara zilizokuwa karibu na kituo hicho. Moto uliteketeza nyumba za biashara karibu 10 zikiwemo magawa, maduka pamoja na sehemu nyingine za shughuli za kiuchumi ambazo wananchi wengi wa Komanda walikuwa wakitegemea kwa maisha yao ya kila siku. Mashahidi waliozungumza na waandishi wetu wamesema kuwa chanzo cha moto kinahusishwa kuwa ni hitilafu ya umeme, hasa baada ya tatizo litokea wakati wa kuchaji simu katika moja ya nyumba za biashara zilizokuwa katika eneo hilo. Mmoja wa wakazi walikuwa karibu na eneo la tukio anaeleza kuwa moto ulianza ghafla ndani ya muda mfupi ukaenea katika nyumba nyingine kutokana na muundo wa majengo pamoja na uwepo wa vifaa vinavyoweza kushika moto kwa urahisi. Tulikuwa pale ambako eneo la tukio, moto ulianza wakati wa kuchaji simu wana ndani ya nyumba mfupi, kila kitu kilianza kuungua, migawa, maduka pamoja na nyumba nyingi za biashara ziteketeza kabisa, alisema mmoja mkazi wa Komanda. Kutokana na ukubwa wa moto, wananchi wengi walijikuta wakijaribu kuokoa mali zao kwa haraka, huku wengine wakishuhudia biashara zao zikiteketea mbele ya macho yao bila msaada wa kutosha wa kuzima moto huo. Baadhi ya vijana wanajaribu kutumia maji pamoja na vifaa vya kawaida kupambana na moto, lakini juhudi hizo hazikuweza kuzuia kusambaa kutokana na nguvu ya moto huo. Jamii ya kiraia katika Sheferia Basali imethibitisha kupokea taarifa kuhusu tukio hilo na kusema kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha moto pamoja na tathmini kamili ya madhara yaliyosababishwa. Kwa sasa wakazi wa Komanda wanaendelea kusubiri matokeo ya uchunguzi rasmi kuhusu chanzo cha moto huo, huku viongozi wa kijamii wakitoa wito kwa kuchukua hatua za kuimarisha usalama wa mifumo ya umeme ili kuepusha majanga kama hayo kujitokeza tena katika siku zijazo. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutisha katika Sheferia Bombo ndani ya wilaya Mambasa katika jimbo la Ituri, ambako mashambulizi yanayohusishwa na wasi wa ADF MTN endelea kuathiri vibaya maisha ya wananchi wa eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa siku leo Jumatano tarehe 27 na shirika la kiraia la Nouvelle Société Civile Congolaise la Sheferia Bombo limeonya kuhusu kuendelea kwa vitendo vya ukatili vinavyotekelezwa na wasi hao, vikiwemo mashambulizi dhidi ya raia, utekaji wa watu pamoja na uwepo wa mabomu ya kutegwa ardhini katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika hilo la kiraia, matukio yalirekodiwa tangu mwisho wa mwezi Aprili yanaonyesha kuwa wazi kwamba tisho la wasi wa ADF bado ni kubwa katika sehemu hiyo ya Ituri, huku wananchi wakiendelea
kuishi katika hofu ya mashambulizi ya ghafla. Siku vile hivi karibuni ilipotiwa tarehe 12 Mei katika eneo la Muchacha ambako wananchi mmoja alijulikana kwa jina la Bwana Limbane alipoteza maisha baada ya kukanyaga bomu ya kutegwa ardhini. Kifo chake kilisababisha huzuni kubwa katika jamii ya eneo hilo, huku mazishi yake yakifanyika siku iliyofuata katika mazingira ya majonzi makubwa. Wakazi wa Muchacha wanasema tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao sasa wanaogopa hata kwenda mashambani au kutembea katika baadhi ya njia kutokana na uwepo kwa mabomu mengine yaliyofichwa na waasi. Mbali na tukio hilo, Nouvelle Société Civile Congolaise pia imeripoti visa vya kutoweka kwa watu wanadaiwa kuhusishwa na waasi wa ADF, na mnamo tarehe 23 Aprili vijana wawili walitambuliwa kwa majina ya Remi mwenye umri wa miaka 34 pamoja na Emmanuel Mwendo mwenye miaka 25 walitoweka walipokuwa wakielekea katika chanzo cha maji kilichopo takriban mita 5 kutoka nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa jamii ya kiraia Bombo, vijana hao wanaaminika kutekwa nyara na wapiganaji wa ADF wanaripotiwa kuzunguka katika maeneo ya Muchacha ambako wanadaiwa kutumia mashamba ya kilimo kwa shughuli zao. Akizungumza kuhusu aliyo Musa Kikoleri ambaye ni rais wa uratibu wa jamii ya kiraia katika Bombo, amesema kutekwa kwa wananchi karibu sana na kijiji kunaonesha wazi kwa waasi hao bado wako karibu na maeneo ya wananchi. Kiongozi wa kiraia pia amelani kile alichokiita kwa ukosefu wa hatua madhubuti za kijeshi dhidi ya waasi hao ambao kwa mujibu wake wanaendelea kusafiri na kufanya shughuli zao kwa uhuru mkubwa katika maeneo mbalimbali ya Mambasa. Kutokana na kuendelea kwa mashambulizi yao, idadi kubwa ya wananchi wamejikuta wakiishi katika mazingira magumu ya ukimbizi, huku wengine wakikosa hata fursa ya kwenda mashambani kwa ajili ya shughuli za kilimo ambazo ndizo tegemeo kuu la maisha yao. Kwa sasa hali usalama katika shefria ya Bombo endelea kubaki ya wasiwasi mkubwa, kwa wananchi wakitoa wito kwa serikali pamoja na jeshi kuongeza operesheni za usalama ili kuwalinda raia dhidi ya mashambulizi ya waasi wa ADF ambao endelea kuleta hofu na maafa katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkuu wa majeshi FARDC Luteni Jile Banza ametoa hakikisho kwa mamlaka jimbo la Chopo kuhusu kuimarishwa kwa hatua za usalama katika uwanja wa ndege wa kimataifa Bakboka ulipo Kisangani kufuatia mashambulizi na makombora yalipotiwa kutokea hivi karibuni katika eneo hilo muhimu la kijeshi na kiraia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya leo Jumanne tarehe 27 Mei, Luteni General Jile Banza alikutana na gavana wa jimbo la Chopo ambako alimweleza kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari limeweka mikakati mpya hatua kali za kiusalama kwa lengo la kulinda uwanja wa ndege dhidi ya mashambulizi mengine yanaweza kuhatarisha usalama wa taifa pamoja na shughuli za usafiri wa anga katika eneo hilo. Hatua kuja baada ya uwanja wa ndege wa Bakboka kushambuliwa tena na kwa makombora siku wa Jumapili tarehe 24 Mei katika kile kilichoelezwa kuwa jaribio la hujuma dhidi ya miundombinu ya kijeshi na vifaa vya anga vya FARDC. Kabla ya kufanya mazungumzo yake na gavana Chopo, mkuu wa majeshi alifanya ziara maalumu katika uwanja wa ndege wa Bakboka ambako alitembea pamoja na vifaa vya anga vinavyoharibiwa au kulengwa katika shambulizi hiyo. Katika ziara hiyo, Luteni Jile Banza alipata fursa kujionea kiwango cha madhara yaliyosababishwa na mashambulizi pamoja na hali ya usalama ndani ya eneo hilo la kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kuvuruga shughuli za kijeshi pamoja na kuleta hofu miongoni mwa wananchi wa Kisangani na maeneo ya jirani. Hata hivyo, jeshi limeeleza kuwa linaendelea kudhibiti hali ya usalama na kuhakikisha kuwa shughuli katika uwanja huo zinaendelea chini ya ulinzi mkali. Mkuu wa majeshi pia alisitiza kuwa uchunguzi wa kina utaendelea ili kubaini watu walioshirikiana na maadui kwa amani wanaohusika katika jaribio hilo la hujuma. Kwa mujibu wake, vyombo vya usalama vinaendelea kukusanya taarifa muhimu zitakazowezesha kubaini wahusika pamoja na mitandao inayoweza kuwa nyuma ya mashambulizi hayo. Luteni General Jile Banza alionya kuwa serikali haitavumilia vitendo vya usaliti au ushirikiano wowote wa makundi yanayotoka kuvuruga usalama wa taifa. Alisema kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya mtu yeyote anayebainika kusaidia kushirikiana na maadui wa amani wanaolenga kuzofisha utulivu wa nchi. Mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Bakboka yamezua hofu kubwa katika mji wa Kisangani, hasa kutokana na umuhimu wa uwanja huo kwa shughuli za kijeshi, usafiri wa kiraia pamoja na biashara katika sehemu kubwa ya mashariki mwa nchi. Bakboka ni moja ya viwanja muhimu vya ndege nchini humo na hutumiwa pia katika operesheni mbalimbali za kijeshi na kibinadamu.
Kwa sasa hali ya usalama katika uwanja wa ndege wa Bangkok unaelezwa kuwa umeimarishwa kwa kiasi kikubwa, huku wanajeshi pamoja na vyombo vingine vya usalama vikipelekwa zaidi katika eneo hilo kwa ajili ya kulinda miundombinu ya anga na kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na shughuli za kawaida za usafiri wa ndege. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la FARDC vinaendelea kuhakikisha wananchi kwa hatua zote muhimu zinachukuliwa ili kuhakikisha usalama wa taifa unalindwa na kwamba wahusika wa mashambulizi wanafikishwa mbele ya sheria mara baada ya uchunguzi kukamilika. Mjadala kuhusu uwezekano wa kurekebishwa au kubadilishwa kwa katiba mwaka 2026 unaendelea kuzua mjadala mkubwa katika medani ya kisiasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS Tshisekedi pamoja na kiongozi wa chama hicho Augustin Kabuya amerudia tena kutetea msimamo wa chama chake kuhusu swala hilo, huku akikanusha madai ya upinzani kwamba mchakato unalenga kumpa muhula wa tatu rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari siku ya Jumatatu 25 Mei wakati wa uzinduzi rasmi wa mawasiliano ndani ya muungano huo wa Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution maarufu kama C4, Augustin Kabuya alisitiza kuwa kuna wakati wowote ambapo Rais Tshisekedi amewahi kusema hadharani kuwa anahitaji muhula wa tatu wa urais. Kwa mujibu wa Kabuya, upinzani unaendelea kumpachika rais maneno ambayo hajawahi kuyasema. Amesema mjadala uliopo kwa sasa hauhusiani na kuongeza muda wa utawala wa Rais Tshisekedi, bali unaruhusu mabadiliko ya katiba ambayo chama cha UDPS kimekuwa kikipigania kwa muda mrefu. Mseme mambo ambayo rais wa jamhuri hajawahi kuyasema. Hapa tunazungumzia swala la kubadilisha katiba, na ninawakumbusha kwamba sisi UDPS chama chetu hakikuwahi kuunga mkono katiba hii ya mwaka 2006, alisema Augustin Kabuya mbele ya wana habari. Kiongozi huyo wa chama tawala alieleza kwa UDPS kushiriki katika kampeni za kuunga mkono katiba ya sasa wakati ilipopitishwa kwa kura ya maoni ya mwaka 2005 kabla kuanza kutumika rasmi mwaka 2006. Kwa mujibu wake, chama hicho kilikuwa na msimamo wa kupinga mfumo wa katiba tangu mwanzo. Augustin Kabuya amesema kuwa chama cha UDPS kiliahidi wananchi wa Kongo kwamba siku kitakaposhika madaraka kingefanya mabadiliko ya katiba hiyo, na kwamba sasa kiko madarakani hivyo kina wajibu wa kutimiza ahadi hiyo iliyoachwa na mwanzilishi wa chama hicho maarufu kama marehemu Etienne Tshisekedi. Katika hotuba yake, Kabuya alidai kuwa katiba ya sasa ilitokana na makubaliano ya makundi yalikuwa kwenye vita vya Kongo na kwamba haikuwa kisi kikamilifu matakwa ya wananchi wa kawaida wa Kongo. Alikumbusha historia ya mchakato wa kisiasa wa mwaka 1992 wakati wa Conference Nationale Souveraine, akisema kuwa wananchi wengi walipoteza maisha wakidai mageuzi ya kisiasa na mfumo mpya wa utawala. Kwa mujibu wake, kazi ya CNC Liwaki ilitakizwa baada ya kuingia madarakani kwa muungano wa FDL uliomuondoa rais wa zamani Mobutu Sese Seko. Kabuya alidai kuwa baada ya kuingia kwa FDL, mfumo wa kisiasa ulikuwa umeanza kupitia CNC uliwekwa pembeni kabla vita vingine kuzuka miaka michache baada ya kusababisha vifo vya mamilioni ya watu nchini Kongo. Kiongozi wa UDPS pia alisitiza kuwa katiba sasa tayari na takriban miaka 20 tangu ilipoanza kutumika rasmi, na kwamba ni jambo la kawaida kwa taifa kutafakari juu ya mabadiliko ya sheria zake za msingi kulikana na mazingira sasa na kisiasa, kijamii na kiusalama. Kwa sasa mjadala kuhusu marekebisho mabadiliko ya katiba umeendelea kugawanya tabaka la kisiasa nchini Kongo. Kwa upande mmoja, chama cha UDPS pamoja na baadhi ya viongozi wa muungano eneo Sacre wanaunga mkono mageuzi yao, yakisema kuwa katiba sasa imepitwa na wakati na ina mapungufu mengi katika utendaji wa taifa. Baadhi yao wanadai kwamba katiba hiyo na matatizo yanayohusiana na mfumo wa utawala, swala la utaifa pamoja na uwezo wa kujibu changamoto za sasa za Kongo, hasa katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na vita na migogoro ya usalama mashariki mwa nchi. Wengine pia wameanza kuhoji uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi wa mwaka 2028 kutokana na hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya katika baadhi ya maeneo ya taifa. Hata hivyo, upande wa upinzani pamoja na baadhi ya mashirika ya kiraia wanaendelea kupinga vikali wazo hilo la kubadilisha au kurekebisha katiba. Kwa mujibu wao, mjadala huo ni hatari katika kipindi ambacho Kongo inakabiliwa na vita dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Viongozi wa upinzani wanaamini kuwa mpango huu unaweza kuficha nia ya kisiasa kumruhusu Rais Felix Antoine Tshisekedi kubaki madarakani baada ya kumalizika kwa muhula wake wa pili. Na kwa sasa mjadala unaendelea kuzua mvutano mkubwa wa kisiasa nchini Kongo, kwa pande tofauti zikiendelea kutoa mitazamo yao kuhusu mustakabali wa katiba ya mwaka 2006 pamoja na hatima ya demokrasia ya taifa katika miaka ijayo.
Na basi ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, tarehe 27 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Niambo kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Baada siku tuendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunasema asante sana kwa mlikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni ya leo. Mimi ni Teloje Longa, na naendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujabone kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi tunatakie jioni njema na usiku mwema, na nikodi tena tukutanane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine. Bye bye na chao, baki salama na usiku mwema. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.